Asante sana Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Kwanza nanukuu kauli yako bungeni, ulianza kuzungumza usema kwamba umekuja na lato na koleo na panga. Mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu nikuongezee, chukua na kiberiti na changamoto 3 juu ya Kigamboni. Mheshimiwa, sisi hatupingi mwekezaji ndugu yetu Balesa. Changamoto yetu ya kwanza, wanafunzi wetu wanapovuka kwenda mashuleni awapokee, kwa sababu kule asubuhi siku za shule wanafunzi Mwigulu hawapokelewi. Ni kama wamekudanganya. Sisi tunakuambia kweli, sisi ni wazazi wa Kigamboni, tunategemea kivuko chetu. Cha pili, mwekezaji tunamuunga mkono. Umesema ya kwamba akileta pantoni jingine la keye binafsi, hatukatai. Lengo la wakazi wa Kigamboni, tunahitaji huduma kwa haraka. Tunahitaji nauli yetu ya shilingi 200 isiondoke. La mwisho, na tunahitaji kipindi hiki kivuko chetu hiki, Mheshimiwa, kuna uhaba wa usafirishaji hapa. Juzi tu kivuko kijavusha abiria hapa, tumwambia kimeharibika. Kusema naweza kuzuiwa, lakini kuishi na kuishi pengine kama ulivyosema, pengine labda waweza kufanya hujuma ili wafanye biashara. Huu ndio kweli. Na Watanzania wenzangu, naombeni tujengeni dhana ya kuzungumza kweli. Serikali inapokuja, lengo tusaidie. Na mshukuru rafiki yangu huyu hapa, usiku na mchana kwa barabarani huko, lakini sometimes watu hawa wanakuwa hajui, wanaongopewa, wanapitishwa. Huyu bwana kama kuchana kweli, tunaomba kivuko chetu, na hapa tupewe kivuko angalau kipindi cha mpito. Maana tuna Magogoni, tuna Kigamboni, tuna Mvikazi. Sasa tuna Mvikazi na Suasua, tupewe kivuko angalau cha Magogoni vile tu Mheshimiwa. Usiku Kariakoo tunatoka saa 4, ukifika unaambia kivuko hakuna, 500 sina, na ufikaje? Na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri, kaa na wenzetu. Jambo la wanafunzi ni jambo sensitive. Watoto wadogo ni watoto wetu sote. Kwa hiyo hilo mliweke vizuri kabisa, pasiwepo na wanafunzi kukataliwa. Hivyo na kama pana mgonjwa anawaishwa hospitali yetu ya rufaa ya Muhimbili huko, na lenyewe pasiwe na usumbufu wa aina yoyote. Mama mjamzito, hilo na lenyewe pasiwe na usumbufu wa aina yoyote. Kwa hiyo kaeni na mwaelekeze wale wanaokuwepo hapa kwenye vivuko. Lakini lile lingine alilolisemea la upatikanaji wa vivuko, nimeshasema pale mwanzo kwamba inawezekana ikawepo janja hapa. Kwa hiyo hii tumeshakubaliana, Mheshimiwa Waziri atasimamia, vivuko vitatengenezwa. Vikishatengenezwa tutakuwa tunafuatilia kwa ukaribu, ili isije ikawepo hiyo janja kama ambavyo amesema. Na mimi nilishapewa hiyo taarifa kwamba upo uwezekano watu wanafanya janja ili waende kupiga fedha ya tenda kule. Kwa hiyo hilo tutalifuatilia, na vikishatengenezwa hapa, Mheshimiwa Waziri, tulikubaliana tutaendelea kufuatilia kwa ukaribu ili pasiwe na hizo janja. Asante Mheshimiwa Waziri. Naitwa Eli Kitobia Mzuka. Waziri Mkuu, tunashukuru sana kuja hapa kusikiliza kero za wananchi. Tuwasikilize. Naam. Hapa kuna kero kubwa sana. Japokuwa kwamba wakupaka mafuta kuwa kwamba vivuko viko vizuri, hawa Azam, sisi tunaomba hivi vivuko vilivyoharibika vije haraka. Hawa Azam watunyanyasa kwanza. Awali walikuja kama wawekezaji wazuri wanaohudumia abiria. Sasa hivi wamegeuka kuwa mwiba. Mheshimiwa, umesema kwamba muuza samaki wa Kigamboni, sisi wauza samaki, unatoka kule unakata shilingi 500 ili uwai. Boti linakuja la Azam linakuacha kule, linarudi huku bila abiria. Unahoji kwa nini hii kitu kipo? Unaambiwa huna mamlaka ya kuhoji. Mheshimiwa, ni kero kubwa sana. Alafu hapa kero nyingine, kuna hao ambao wamepanga hapo, hao ambao wakata tiketi yao. Hii network ya serikali ya ukata tiketi inaweza ikakosa, wao wakawa nayo, sisi wanatupiga hela. Ukipeleka
wanakuwa wengi wanachukua hela zetu, huku kumefungwa, huku kumefungwa. Mheshimiwa, hii ni kero kubwa sana, wasikupake mafuta mgongo. Asante sana mkuu wa mkoa, izingatie hiyo ya mahusiano. Mheshimiwa Waziri, hii ya network ya serikali inakuwa haipo, alafu ya Azam ipo, fuatilie hizo hujuma. Yes. Assalamu alaikum. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ninakuomba, ni mkazi wa Pemba Mnazi, na nilivyoona leo upo hapa nikaona nisubiri muda wangu ili nipate nafasi hii ya kuzungumza na wewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuomba, sisi wakazi wa Pemba Mnazi, kero yetu kubwa, tukivuka hapa, tukifika pale stendi ya kuelekea nyumbani kwetu, tunakaa kwa muda mrefu kwa sababu barabara yetu ni chafu na magari yetu yanayokwenda Pemba Mnazi ni mabovu. Hakuna magari yaliyokuwa salama. Tukija hapa sisi ni wachafu na tukifika nyumbani ni wachafu. Kwa hiyo tunakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, ufikishe salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais ili barabara ya kutoka Victown kuelekea Pemba Mnazi nasi tuwekewe lami. Hicho ndio kilio chetu kikuu wana Pemba Mnazi. Asante.